Ambassador Stephen Kalunyu na Sheikh Ahmed Setbao ni miongoni mwa bodi simamizi ya shule ya wavulana ya Isiolo wamejitokeza na kuomba mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu nchini Kenya washirikiane na serikali ya gatuzi hili katika kuimarisha mtaro wa kutupa maji taka unaopita nje ya lango la shule hiyo, wakisema karabati ambazo zipo kwa sasa zinazidiwa nguvu na maji hayo na hatimaye kuingia shuleni hiyo na kuharibu barabara, vyoo na hata uwanja wa michezo, huku baadhi ya mijengo ikiwa hatarini ya kuharibiwa. Tunatoa hii taarifa kama wakilishi wa board ya Isiolo Boys tukiwa na Ahmed Abdiset. Kulikuwa na mwosho ya mvua jana ambayo ilikuwa muda mfupi, lakini ilileta maji nyingi sana, ikatoka kwa Isiolo Marsabit Highway ikaingia shule, na hiyo mafuriko imeweza kubeba kokoto yote ile ilikuwa kwa barabara na kuacha mitaro kwa barabara ile inaingia shule. Na vile vile tumeona pia ile choo ya uwanja wa mpira imejaa maji, imeloa maji, na tunahofia kwamba ikiingia hivi tena na kama hii mvua ingedumu kwa muda mrefu ingekuwa mbaya zaidi. So tunaomba Kenya na vile vile kushirikiana na County Government of Isiolo kutusaidia kuweka kabati hapo ya kuzuia maji kuingia katika shule, na ile sehemu ya nyuma pia ile maji ilitoka sehemu ya uwanja ndege pia ni kama iliteremkia hapo kwa manyumba ya staff na inasababisha madhara makubwa. Ingine ni kuambia wazazi na wadau wa elimu katika kaunti ya Isiolo kwamba kwa bahati nzuri ni wakati wa likizo, watoto wako manyumbani, kwa hivyo hatuja kuwa na madhara makubwa. Kwa hivyo hakuna wasiwasi mkubwa, isipokuwa tu kuwaomba duty bearers Kenya na vile vile County Government of Isiolo tushirikiane kuona ya kwamba tumefunga hiyo maji ambao inateremuka kwa shule. Ijumaa kama kuanzia saa 7:30 mvua kubwa iliweza kunyesha, na leo asubuhi sisi tukiwa na mwenyekiti wa shule na tukiwakilisha wanakamati wengine tumeweza kufika hapa ili kuangalia hasara ambayo imetokea. Vile mwenyekiti amesema maji mingi iliingia kutoka barabara kuu, na tungeomba wale wahusika Kenya na wahusika wengine waweze kutusaidia ili kurekebisha hiyo mwanya ambapo maji badala ya kwenda kwa ile mitaro imeweza kuingia kwa shule. Vile mwenyekiti amesema maji mingi iliingia shule, barabara ya shule saa hii iko na mitaro, kiwanja ambayo hutumika mara mingi na jimbo nzima kwa michezo pia maji imejaa, na pia choo ambayo hutumika wakati wa michezo pia maji imeweza kuathiri, na nyumba za walimu. Kwa hivyo kuna hima ya kuweza kushughulikia haya mambo kabla shule haijafunguliwa. Kwa hivyo tunawaomba washikadau wote, wafadhili ambao wanaweza kuja, hii barabara inahitaji maram, na kama kuna usaidizi wowote watu waweze kusaidia shule ili kabla ya kufungua shule haya mambo ambayo yalitendeka jana iweze kurekebishwa. Vile vile madarasa na sehemu zingine pakubwa haijaathiriwa, lakini sasa ni mpito ya njia na kiwanja kuu. Kuna pia ikiwa itanyesha tena, basi ikiwa hiyo kalabat haitaweza kurekebishwa au kupanuliwa, basi tutakuwa tunazungumza mambo kama hayo tena. Tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kutupa subira ili haya mambo tuweze kushughulikia kabla shule kufunguliwa. Asante sana. Vile mwenyekiti amesema wazazi wasikuwe na wasiwasi, 90% ya madarasa na bweni iko sawa. Ile sehemu imeathiriwa tu ni hizi barabara zetu. Naitwa Frederick Gatobu. Mimi ni mbasa kwa hii shule ya Isiolo Boys High School. Enyewe wakati wa mvua imeathiri hapa shule sana kwa sababu ya ile culvert iko pale kwa barabara. Maji ikitoka juu
inakuja yote inaingilia kwa shule, kwa sababu ile karabati imewekwa pale ni very shallow. Maji ikija ya mvua inapitia juu ya karabati, inaingia na hii gate ya shule, inaharibu hiyo barabara yote, inaingia mpaka kwa choo, inaingia kwa uwanja, inaharibu ile choo iko huko mbali, barabara inaharibika kila wakati. Kila msimu wa mvua huwa tunatumia pesa mingi sana kutengeneza hiyo barabara kutoka gate kuingia hapa shule. Last time tulitumia over 7,000 kumwaga hii kakoto, na kila wakati mvua ikinyesha huwa tunatumia pesa mingi sana kutengeneza hii barabara. Vile mvua ilinyesha jana, ilikuja ile kakoto yote ilikuwa imewekwa ikabeba, na yote imeenda ikawekwa kwa ile choo. Hata hiyo choo sasa imejaa maji, na sasa ni hatari kubwa. Hata hiyo choo inaweza kubomoka kulingana na vile hiyo maji ya mvua imeadhiri. Tungependelea watu wa Kenya National Highways waangalie hiyo culvert, waone vile wanaweza kutengeneza, ndio hiyo maji isikae ikiingia kwa shule na kuharibu ile infrastructure ile iko ndani ya shule. Asante. Sina mengi. Mengine yako salama. Lakini mahali zingine ziko salama. Mahali ingine iko salama, isipokuwa ile maji ingine inatokezea nyuma ya Catholic Mission. Pia inaingia, saa ingine inakuja inaingia ndani kwa ya dorms, hata huko staff quarters kuna ile maji inapitia huko kwa Catholic. Nadhani kuna karvati ingine huko huwa inapitisha maji kama hii ya gate hapa, kwa sababu hiyo maji inatokezea upande wa Catholic huko, inakuja inaingia kwa shamba ya shule na inaingia kwa mabweni. Hiyo ndio ile shinda iko hapa na hii maji, hii drainage. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.